Mwaka huu 2025 umekuwa ni mwaka ambao mataifa mengi yanaingia katika siasa, hususan kwenye masuala mazima ya uchaguzi. Kwa hiyo moja ya mataifa ambayo yameingia kwenye uchaguzi ni Moldova, kwa wengi ambao watakuwa wanafahamu taifa hili. Sasa katika matokeo ya hivi karibuni ya uchaguzi nchini Moldova ni kwamba chama tawala kimefanikiwa kushinda na kubakisha wingi wa viti bungeni. Lakini hata hivyo hali imekuwa tofauti sana upande wa kura za jumla, kwani vyama vya upinzani vya pamoja vimepata kura nyingi zaidi kuliko hata chama tawala. Matokeo haya yanamaanisha kuwa Rais Mai Sandu na chama chake wamepoteza takribani kura 10 bungeni, jambo lisiloashiria ambalo linaashiria kupungua kwa nguvu kubwa ya kisiasa ndani ya chombo hicho cha kutunga sheria. Wachambuzi wanasema ingawa chama tawala bado kinaongoza bungeni, kupungua kwa kura na kuongezeka kwa umaarufu wa upinzani kunaweza kuashiria changamoto kubwa kwa utawala wa Sandu katika kusukuma mbele sera na mageuzi yake. Kwa sasa macho wananchi na wadau wa mataifa yapo kwa hatua zitakazochukuliwa na serikali baada ya bunge la Moldova, ikizingatiwa kuwa nchi hiyo inakabiliwa na changamoto nyingi za kisiasa, kiuchumi na mivutano ya kijiografia kati ya magharibi na Urusi. Nadhani Moldova inaingia kwenye moja ya nchi ambayo sasa hivi nayo itaenda kupokea mabadiliko wakati wowote ule. Kama vyama vya pinzani vinaenda kupata nguvu kubwa kwenye bunge, basi kuna weakness ambayo inaweza kuonekana kwenye utawala huo, na ndiyo maana unakuja kuona vyama vya upinzani light, kama ingekuwa kipo kimoja kama vile ambavyo Marekani vipo viwili, basi inawezekana ingeenda kupata upinzani kula nyingi zaidi. Lakini changamoto ya mataifa mengi ni kwamba vyama vya upinzani viko vingi zaidi, hivyo chama tawala kinakuwa na nguvu kubwa kwa sababu zinaweza kugawana zile kula, wakati huku wanagawana upinzani, huku mataifa ama kile chama ambacho tawala kinapigiwa kula kwa upande mmoja tu na wale wafuasi wake, huku raia wanahangaika nipige kura sehemu gani, wakati kila chama ni upinzani. Kwa hiyo nadhani Moldova imeenda kupata picha mzuri zaidi, na hata mwenyewe rais ataweza kuelewa ya kwamba inawezekana nguvu yangu imeshuka kweli kweli bungeni.